Kwanza kabisa ni chama kipya, lakini kina umakini mkubwa sana katika siasa zake. Kinakuwa na umakini mkubwa sana, na hii nilivyoangalia mimi ni kutokana na uzoefu wa watu waliokuwa kwenye kile chama, kwa sababu ni chama kipya, lakini watu waliokuwa mume ndani wameishi kwenye siasa za mageuzi muda mrefu. Watu kama kina Babu Maduni, watu kama kina Jusa na wengine, ni watu ambao wana uzoefu mkubwa wa siasa hizi za kambi ya upinzani. Kwa hivyo kwa sababu hizi nikaona kwamba ni mahala pazuri ambapo unaweza ukaongeza nguvu za kisheria kupitia chama kile cha ACT Wazalendo. Sheikh Ponda, unaingia ACT Wazalendo ukiwa na hadhi na historia ya kuwa mwanaharakati na kiongozi wa dini ambaye ana historia ya mapambano. Unakwenda kuleta kitu gani tofauti katika chama hichi, na ni mabadiliko gani basi unayoyadhamiria kusukuma mbele? Moja ya sababu kubwa ambayo natarajia kuileta ni kutumia fursa nilionayo kuhakikisha kwamba hivi vyama vya upinzani vinaungana na vifanye kazi kwa pamoja, hata kama itakuwa si kusimamisha mgombea urais, lakini bado vishirikiane katika swala zima la siasa pamoja. Hiki ndio kitu ambacho tunategemea sana naweza kufanya ikiingia katika hii hatua yangu, ikiingia kwenye chama cha ACT Wazalendo. Wewe ni katibu wa Shura ya Maimamu Tanzania na mmoja wa viongozi wa dini waliopata kuteseka kwa kuwekwa mahabusu mara kadhaa. Je, ni sahihi kusema kwamba mateso hayo ndiyo yaliyokuchochea kuingia kwenye siasa za vyama hasa vya upinzani? Mateso sio ya kwangu mimi tu. Mimi naangalia mateso yangu, mimi niseme mateso ya umma, kwa sababu mateso yanaendelea mpaka sasa hivi. Kama unavyoona, kuna watu wanatekwa, wanapotea, kuna watu ambao wamewekwa magerezani miaka 10 na mashauri yao hayasikilizwi. Kuna watu wanakwenda mahakamani wameshaka miaka 9, alafu wanafutiwa mashtaka, alafu wanakamatwa tena, wanarudishwa tena. Kama hivyo unavyoona, watu wanakwenda mahakamani, lakini mtu anapigwa, anakamatwa, anazuiwa. Mateso ni makubwa sana. Hivi karibuni tumeona kiongozi mwenzako wa dini, askofu wa kanisa la Ufufuo na Uzima Josephat Gwajima, naye kanisa lake likifungwa, lakini pia akipewa onyo katika barua ya kwamba mahubiri yake yalikuwa yametawaliwa na siasa. Mtazamo wako ni nini katika hatua hiyo iliyochukuliwa, ikiwa kama Josephat Gwajima pia ni kiongozi wa kiroho kama wewe ulivyo? Kama kuna malalamiko yote, basi ilikuwa ni askofu aitwe, alafu aelezwe yale makosa yake, au apelekwe mahakamani akajibu shtaka. Alichozungumza kilikuwa ni kitu cha maana sana. Kaeleza au kasimama kutetea mambo yanayoendelea nchini kwetu Tanzania ambayo yanavunja haki za binadamu, yanavunja utu na haikubaliki.